maarufu kama Nya Uganda inaendelea kukumbwa na majonzi baada ya kifo chake wakati wa vurugu zilizoshuhudiwa Homa Bay weekend iliyopita. Nalwanga alifariki katika hospitali ya rufaa na mafunzo ya Homa Bay baada ya kugongwa na gari alipokuwa akienda kukagua biashara yake baada ya kupewa taarifa kwamba huenda ikaporwa. Michelle Mwangi anaripoti kwamba washukiwa 6 wameshtakiwa kuhusiana na vurugu hizo. Hivi ndivyo familia ya marehemu Noreen Nalwanga almaarufu kama Nya Uganda inavyojaribu kukabiliana na kifo cha mama wa watoto 4 aliyefariki katika vurugu zilizoshuhudiwa katika kaunti ya Homa Bay tarehe 16 Agosti. Nalwanga alikuwa mjane na mfanyabiashara aliyeishi mtaa wa Shauri Yako mjini Homa Bay tangu kumpoteza mumewe. Alikuwa amebeba jukumu la kulea watoto wake peke yake, akihakikisha mahitaji yao ya kila siku na masomo yanatimizwa. Mama alikuwa hardworking, alafu alikuwa mwenye furaha. Pia alikuwa breadwinner wetu, mzee alikuwa shapas. Familia ilikuwa ikifuatilia mkutano wa Linda Mwananchi kutoka nyumbani wakati Nalwanga alipokea simu kwamba biashara yake ilikuwa katika hatari ya kuporwa. Hakusita bali aliondoka haraka kwenda kuangalia mali yake. Hata hivyo, alipokuwa akivuka barabara kuelekea sokoni, aligongwa na gari lililokuwa likiendeshwa kwa kasi. Mama akasikia ati rumors kuna lootings zinafanyika huko hivyo tao. So alienda kuconfirm vitu zake. Ndio dakika kidogo nikapata news ati gari imemgonga. Kwa hiyo rally. Kufika hosi nikapata kaa bado ako hai but sikumanage kuongea na yeye. Wakaniambia ningoje hapo nje kiasi. Then kitu kama 1 hour ama sijui kwa 30 minutes hapo ndio nikaambiwa amepass. Kwa mwanawe wa kwanza Sly Stewart ambaye ni mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo kikuu cha Kenyatta, kifo cha mama yake si tu kumpoteza mzazi bali pia kumpoteza mtu aliyekuwa nguzo ya familia. Ndio alikuwa anatusomesha, kila kitu ni kwake, vile tunavaa, vile tunakula, and everything. Kwa waliomfahamu Nya Uganda, alikuwa mwanamke mwenye furaha, ukarimu na moyo wa kuwakaribisha wengine. Kifo chake wanasema kimeacha pengo kubwa miongoni mwa familia na wafanyabiashara waliomfahamu. Familia sasa inatoa wito kwa viongozi wa kisiasa kuingilia kati ili waweze kuendelea na masomo na maisha yao. Sasa tulikuwa tunaomba hao watu wa siasa, watu kama governor Uganda ameacha watoto ni watima, hawana baba, hawana mama. Naomba ni usaidizi na like any support too. I'll appreciate. Haya yanajiri huku washukiwa 6 wakishtakiwa kwa vurugu hizo za Jumapili. Idadi ya watu waliofariki sasa imefikia 4, 2 wakiwa maafisa wa polisi. Michelle Mwangi, TV47, Nairobi.